Bunge la 12 rasmi limefungwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Juni 27 mwaka 2025 bungeni jijini Dodoma. Ni Dodoma, kitovu cha zabibu na mengine mazuri. Leo taswira yake imepambwa na kila aina ya mapambo, ugeni kutoka kila kona ya Tanzania, ikiwa ni tafsiri kamili ya makao makuu ya nchi. Akitoa hotuba yake iliyotanguliwa na utambulisho wa viongozi mbalimbali wa serikali kutoka kwa Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson, Rais Samia ameyataja mafanikio mengi katika kipindi cha uongozi wake kama kiongozi mkuu wa Tanzania. Rais Samia ameeleza kuwa maendeleo ni hatua, na kwa kipindi cha miaka mitano kimekuwa kipindi cha kufanya mageuzi makubwa, kuongeza tija kwenye shughuli za kiuchumi na kujenga msingi imara wa uendelevu wa kiuchumi wenye kasi zaidi na unaowainua watu kiuchumi. Hili ni jambo la kwanza ambalo amelizungumzia Rais Samia, lakini pia ameeleza kwamba alipokabidhiwa dhamana ya kuiongoza Tanzania, aliahidi kudumisha tunu za taifa ambazo ni amani, umoja na mshikamano, lakini pia uhuru wa nchi, mapinduzi matukufu ya Zanzibar pamoja na kudumisha muungano. Hakusita kubainisha kwamba katika kipindi hicho hoja 15 za muungano zimepatiwa ufumbuzi, hatua inayozidi kujenga au kuongeza imani ya Watanzania kwa serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na hayo, Rais Samia amewaasa Watanzania waendelee kushikamana na kuwa makini na vitisho vyote dhidi ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo sasa tunaitaja Tanzania. Kumbuka ni hotuba ya kulivunja rasmi bunge la 12. Rais Samia ameeleza kwamba Tanzania iko salama, mipaka iko salama, jambo linalosababishwa na ulinzi imara wa Jeshi la Wananchi Tanzania, yaani JWTZ. Amegusia kwamba jeshi hilo ambalo limetimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake limeimarishwa kwa zana za kisasa pamoja na mafunzo mengine kadha wa kadha. Lakini si hayo tu, tunapotaja askari wa Tanzania wameboreshewa maisha yao, ambapo takriban nyumba 664 nyumba mpya hizi zimejengwa kwa ajili ya askari wa Tanzania. Ambapo pia kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa maana ya JKT, miundombinu imejengwa na vijana wanajiunga na jeshi hilo. Sasa hivi ni kutoka 160,427 kwa mwaka 2020 mpaka kufika 190,959 kwa mwaka wa 2025. Pia Rais Samia amesema kwamba Jeshi la Polisi Tanzania limeimarishwa kwa vifaa na miundombinu, ambapo vituo 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata pamoja na shehia zote za Tanzania bara. Lakini pia kuhusu mikopo ya serikali, Rais Samia amezungumzia hapa kwamba ili iwe deni lazima serikali iwe imepata fedha au huduma, kwa maana pengine labda ya miradi au miradi kukamilika. Yaani pale ambapo miradi inakamilika au mradi unakamilika au fedha hiyo inapokelewa, ndipo ambapo tunahesabu kwamba tayari ni deni, ambapo kwa awamu ya 6 Tanzania imepokea trilioni 11.3, ambapo Rais Samia katika hili amesisitiza kwamba ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Amezungumza kwa urefu kidogo kuhusiana na masuala ya mikopo na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini pia kwenye upande wa mahakama ameeleza kwamba mahakama imeendelea kuwa huru na serikali haiingilii uhuru wa mahakama, na akataja kwamba bajeti ya mahakama imeongezeka kutoka bilioni 166.2 kwa mwaka 2021 mpaka kufikia bilioni 321 kwa mwaka 2025-2026, na hili likiwa ni ongezeko la 93%. Hotuba yake vile vile imeeleza kwamba serikali inaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha biashara na uwekezaji nchini, ambapo katika utekelezaji huo serikali ilipitisha na kurekebisha kanuni na sheria takriban 66 pamoja na kufuta au kupunguza tozo, ada na faini mbalimbali zipatazo 383, ambapo kituo cha uwekezaji TIC kimesajili miradi ya uwekezaji 2175 iliyopo kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji na huduma. Miradi hiyo ina jumla ya thamani ya dola za Kimarekani bilioni 25.3, na tutaendelea kukuletea kile alichokisema mpaka kuhitimisha hotuba hiyo. Endelea kuifuatilia Simulizi na Sauti kupitia YouTube channel, ukilike, ukicomment pamoja na
na kusubscribe, lakini pia nenda kwenye Instagram yetu ya Simulizi na Sauti. Mimi ni Frankie Kashonde, endelea pia kupakua app ya SnC Premium kwa maajabu makubwa ya burudani na sotojo la burudani ama maudhui matamu yaliyopikwa yakapikika.